Hongera sana kwa show ambayo umefanya Toronto, it was crazy, lakini pia tuambie experience ilikuwaje na mashabiki pia walikupokeaje kule Canada? Video inajieleza, lakini kikubwa ninachoweza kusema ni kwamba ilikuwa ni kama historia kwangu, kwa sababu sio kitu kidogo kwa msanii wa Tanzania, East Africa kuwa recognized na kwenda kuperform FIFA World Cup. Sio kitu kidogo kwa sababu ni show ambayo inakuwa inaonyeshwa dunia nzima. Kwa hiyo unaonekana sehemu zote. Alafu ni platform ambayo ni very famous all over the world. Kwa hiyo wasanii wako wengi sana. Kwa kuwa mmoja ya wasanii wanao perform ni historia. Kwa hiyo hata nilipopata email mwanzo I was going crazy kwamba bana hao ni maskamu wao wenyewe. Lakini God is good kwamba kulikuwa kuna a lot of obstacles, kuna changamoto nyingi, kuna vizingiti vingi, lakini niliweza kufanikisha kufika na kuperform. Kwa hiyo God is good. Ni kitu kikubwa kwangu, lakini kitu kikubwa kwa industry pia. Yeah. Ray, hongera sana kwa show kubwa na nafikiri mapokezi yalikuwa ni makubwa. Ulitoa taarifa on short notice, lakini watu wakapokea kwa ukubwa. Baadhi yao wakawa wanabisha kwamba wewe bana, mbona FIFA hawaja kuposti, umeposti mwenyewe na nini, lakini umeenda kufanya show kubwa sana na wote tumeona. Kwanza ukiwa umetangaza kitu kikubwa kama hicho kwenda kuwakilisha nchi, alafu mapokeo yakawa kama yale, wewe inakukata kwa namna fulani? No, hainikati kwa sababu hii issue inaenda na mentality na akili ya mtu. Ujue kitu ambacho ukijui afu mtu akaongea kitu ambacho hakijui. Kama kuna mtangazaji mmoja nilikuwa naona anaongea Ray anajitengenezea cover, nikaza maskini ya Mungu hajui. Kwa hiyo mtu ambaye hajui na wewe ukachukia, unakuwa unaonekana wewe ni mjinga kwa sababu wewe unajua uhalisia. Ukweli ni kwamba wewe unajua FIFA au ukiona angalia ile show umeona yule dada anayetangaza pale mwanzo, unaelewa sasa kama umekuwa tu umeenda tu anakutajaji. Alafu kiangalia zinapitaga names pale, performance ikiwa inaendelea, unaona majina yamepita pale. Si uliona jina pale? Niliona. Yes, alafu kitu kingine, ile ni platform kubwa sana. Ni kitu kikubwa sana. Havifanyiki vitu vya one time. Yaani kuingia tu pale, it's a lot of process. Huwezi ukaenda tu pale. Huwezi kuperform bila mkataba. Na mkataba wenyewe sio tu tumesaini mimi na wewe tumemaliza, no. Kuna mkataba unasaini wa kwanza na kuna ile kama wanaita docu sign. Yaani na sign mimi and then it has to be approved kwa watu karibia 21. Wote wana sign pia. Wakisaini watu wote ndo mkataba wako unakuwa uko approved. Kwa hiyo tulianza process za kusaini mkataba. John, ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 4, tarehe 4, tarehe 3. Tarehe 4, tarehe 3. Lakini mpaka kuja kwa confirmed kabisa ni tarehe 8, tarehe 9. Sio, umenielewa? Mwezi huu hapa wa 6. Okay. Leo tarehe ngapi? Ni mwezi uliopita manake, sio? Kwa hiyo sasa unatakiwa ujue kwamba sio kitu cha one time. Na pale haiwezi kusema eti hata mimi nimefika pale nimemwona mwanangu eti njoo, huwezi kwa sababu ukipanda pale bila information yoyote unaweza kuwasuu kwamba mnatakiwa mnilipe. Si watakudai, utawadai. Ukifika pale ukaimba wimbo lazima upate waiver ya label, management, team. Katika show ambayo nimesign vitu vingi ni show hii. Yani it was a lot of things at the same time. Kwa sababu wakati nimetumiwa email, I was so happy kwamba naenda kuperform FIFA. Lakini challenge ilikuwa ni moja, kwamba mimi najua na visa muda wote kwa sababu inakuwa na visa za muda mrefu zote. Kwa hiyo nilikuwa najua visa ya Canada ipo hakika, lakini akili kaniambia double check. Kuangalia visa imeisha. Alafu hiyo ilikuwa ni tarehe 4 kama sikosei, tarehe 4 ndo nimetumia mkataba, lakini walinitumia email ya mwanzo kwamba FIFA, na nilikuwa kama tarehe 28. Kwa baada ya kunitumia hapo kuangalia visa sina. Nilijiona mjinga sana kwa sababu kufuatilia visa za Canada zinachukua almost miezi 3. Kwa hiyo honestly speaking ilikuwa haiwezekaniki. Lakini kwenye baadaye walionitumia mkataba mimi nikajua nitaendelea na process, lakini nitakuja kuambia baadaye. Visa nikipata au nikikosa whatever, lakini nisikwamishe process. That was a big mistake kwa sababu kuna sehemu wanakuambia kwamba if you are not sure kama utakuja au
Yani excuse unaweza kupokea labda uumwe, labda sijui kifo au kuna taarifa yoyote ambayo ya kiserikali, lakini sio tu excuse zingine za kijinga. You have to be sure. Kwa hiyo ukiwafanya wajinga unaendana na process alafu ukakosa na wamekutangaza, unaweza ukajibani tena next time ukakosa opportunity ya kuitwa. Kwa hiyo nikasema ngoja niwe mkweli, nikamwambia bana, I'm working for my visa. I don't know if I'll make it. Wakasema how long does it take? Nikasema normally ni 3 months. Are you gonna make it? Nikamwambia yes, I'll make it. Huyo dada anaitwa Rosemary if I'm not mistaken. Yes, nikasema I'll make it. Kwa hiyo nikafanya mambo ya kuzungumza na serikali, nikaongea na Mheshimiwa Makonda, kanitafutia barua BASATA. Lakini nimshukuru sana my brother Msigwa, pia nilizungumza naye kwamba bro, hii kitu ni kwa ajili ya taifa. So what can we do? Tukaweza kuexpedite, nikapata visa on time. Kiukweli serikali walijaribu kwa reach out ubalozi na wakawapa sababu, na serikali ilivyozungumza na ubalozi pia nishukuru ubalozi kwa sababu waliweza kuelewa. Kwa hiyo wakafanya kitu ambacho ilikuwa ni ngumu yani kufanyika, lakini nadhani nilizungumza nao na kuna barua tuliwapelekea around tarehe 2, tarehe 5 nikapata visa. That's nice. Yeah. So baada ya kupata visa, cha kwanza nawapigia wao, sasa tuko na time difference, kumtafuta nani ikawa ngumu. Baadaye nikawatumia email kwamba yo have a visa, maybe tukaanza na promo. Sasa wale wanavyofanya ni kwamba wana press kila kitu kwenye eneo lake. Yani kwamba wasanii hao ndio watakao perform confirmed kwenye matangazo, wanatuma kwenye media, kwenye TV, kwenye everywhere, kwenye screens, kwenye nini, kwenye matangazo ya kila sehemu wanapeleka matangazo. Kwa hiyo walikuwa washapeleka matangazo kabla mimi sija confirm. Kwa by the time na confirm matangazo yalikuwa yashaenda. So akaniambia that's impossible. Hatuwezi kusema turudi tena tuambie okay guys sorry there is another one. You cannot do it. Kwa hiyo for that point nikaelewa, lakini nikasema but can I have mine to post on my channel? Umeona? Basi ilichukua kama 3 days. Mzava kila siku alikuwa ananiuliza, "Bana hiyo posta vipi?" Nikamwambia subiri. I'm on it, wataituma tu. Kwa hiyo tukasubiri kama siku 2 siku 3 toka nimefika Canada. Ilikuwa kama siku 2 siku 3 wakanitumia posta ya mimi kuposti, kushare. Ndio maana nichelewa kuposti. Kitu kingine, katika kosa kubwa ambalo unaweza ukalifanya na wakawa in trouble ni kujitengenezea vitu. Hata kama uko kwenye hiyo. Sasa yani ni kosa kubwa sana. Yani huwezi ukaenda eti umejieditia eti oya nipigie AI nitolee. Ni kesi kubwa sana. Yani utengeneze posters kama wanawewe. Huwezi kufanya. Yani huwezi kutumia, how can you do that? Yani hata kama umeitwa na mtu pembeni, yote umejitengenezea cover na upo unaamba pale, ni kesi kubwa sana. So you cannot do it. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila vitu kama hivi sometimes you have to explain to people, watu waelewe. Kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakiangalia sio kwanza kubishana au kujitetea. Onyesha mkataba, onyesha picha. I'm too old for that. Lakini naamini kwamba tunakuwa tuna inspire pia watu wengine. Alafu ukifanya ile show watu wanashindwa kujua. Ile show ukifanya unakuwa unaifungua industry yako wewe. Mtu akiona huyu Rayvanny ana perform atataka anifuatilie. Akikufuatilia anakutana na wasanii wengine ambao related to you. Si unanielewa? Si unanielewa ninachokwambia? Na pengine wasikupende wewe, wakawapenda wasanii wengine waliowaona kupitia wewe. Si umenielewa? Kwa hiyo as I'm talking to you right now, FIFA wamemfollow Diamond. Kupitia wewe. FIFA World Cup, sitaki kusema kupitia mimi. Na nilikuwa nakupa tu mfano uelewe, yani kwamba wamemfollow. How? So you have to know kwamba yes, wamemfollow. Ukienda ukaangalia wamemfollow. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia pale kaingia kuta nifanye nyimbo na Mario, nilifanya nyimbo na Harmonize, kuta nifanye nyimbo na nani, wakakufahamu watu wengine, wakawafahamu watu wengine kupitia wewe. So sometimes sio kitu cha kusema utaki-crush au kawaida kaitwa tu. Hamna mtu anakuita tu. Kila msanii ana watu wake ambao wa karibu. Ukiona umeitwa, unajua umehitajika.